Baba, asante kwa sababu ya wakati mzuri. Hii ni siku ya kwanza ambayo Mungu tumeshinda na tunajisikia kuwa na ushindi ndani yetu, kwa kuwa Baba umetupa neema ya ushindi. Tunakusihi pekee, shinda pamoja na sisi. Watoto wako hawa ndio wageuzao kuwa jeshi ambalo utalitumia kuleta mapinduzi, kuleta mabadiliko ya familia, jamii, taifa na mataifa. Kwa kuwa kati yao wako watakaobadilishiwa majina na kuitwa akina Ana, na wako watakaobadilishiwa majina na kuitwa akina Hana, wako watakaobadilishiwa majina waitwa akina Esther, itwa akina Debora. Wewe ndiye Mungu aliye hai. Asante kwa sababu yao. Wako watakaosimama kama akina Danieli, wako watakaosema taifa letu halitaangamia, wako watakaosema watoto wetu hawataangamia, wako watakaosema vijana wetu hawataangamia, wako watakaosimama mahali palipobomoka. Wewe Mungu unawatengeneza wawe watu imara, na hawa ndio nimewaleta mbele zako. Naomba sema nao, sema nao, sema nao, wabadilishe, watengeneze, wape vile ulivyotamani, ili ule mzigo ukae ndani yao, kwa ndani yao ukawe moyo wa hekima. Asante Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Haleluya. Karia basatus. Haleluya. Yesu leo anaponya. Amina. Yesu leo anaponya. Amina. Yule Yesu wa sauti ya uponyaji yuko hapa tayari kuponya. Amina. Wow. Hata sekunde kidogo. Yesu leo
Haleluya. Piga Yesu makofi mengi. Amen. Sema kilio cha mwanamke. Kilio cha mwanamke. Lazima kisikiwe. Amen. Basi naomba uketi, nataka niseme na wewe kidogo, alafu kisha niwe nimezindua kabisa kongamano hili la kilio cha mwanamke. Katika kongamano hili Mungu wetu amekusudia yeye mwenyewe kusikia kilio cha mwanamke mmoja ambaye moyo wake umemwelekea Mungu ukisema, naomba unisikie. Maana kuna kilio ambacho Mungu anataka kukisikia. Na ni mtu mmoja au mtu fulani ambaye ataona ana kila sababu ya kusikilizwa na Mungu. Naomba nisome katika kitabu cha Mathayo mlango wa 2. Nataka nisome kuanzia mstari wa 16, 18 na 20. Biblia inasema, ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi, alighadhibika sana, akatuma watu akawaua watoto wote wanaume waliokuwako huko Bethlehemu na viungani mwake mote, tangu wenye miaka 2 na waliopungua, kwa muda ule aliohakikisha kwa wale mamajusi. Sauti ilisikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi, Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa kuwa hawako. Hata alipofariki Herode, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri, akasema, ondoka, umchukue mtoto na mamaye, ushike njia kwenda nchi ya Misri, Israeli, kwa maana wamekufa walioitafuta roho ya mtoto. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Unaposoma kwenye kitabu kile cha Yeremia mlango wa 9, 17-21, naomba nisome vile vile. Bwana wa majeshi asema hivi, fikirini ninyi mkawaite wanawake waombolezao, ili waje mkutane, mkatume mkawaite wanawake wenye ustadi, ili waje na wafanye haraka na kutuombolezea, ili machozi yetu yachuruzike machozi na kope zetu zibubujike maji. Maana sauti ya maombolezo imesikiwa toka Sayuni, jinsi tulivyotekwa, tulivyofadhaika sana, kwa sababu tumeiacha nchi, kwa kuwa wameangusha makao yetu. Lakini lisikie neno la Bwana, enyi wanawake, na masikio yenu yapokee neno la kinywa chake, mkawafundishe binti zenu kuomboleza, na kila mmoja jirani yake kulia, kwa maana mauti imepanda madirishani mwetu, imeingia majumbani mwetu, ipate kuwakatilia mbali watoto walio nje na vijana katika njia kuu. Amen. Haleluya. Amen. Oh Lord Jesus. Amba nizungumze na wewe kwa ufupi sana, nimesema nikudokeze kitu kidogo tu. Miaka michache iliyopita, kama si mingi, Mungu alinisemesha, nilikuwa Dodoma, akaniambia utatakiwa uwe na makongamano yanayoitwa kilio cha mwanamke. Amen. Kila mwaka mara moja. Yes. Kongamano hayo utazungumza na kuambia watu kama vile nitakavyokutaka uambie. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Mwaka huu Mungu ambacho alinishangaza zaidi, alinifundisha pointi moja nzito, kama sio mbili, kwamba mtu
mtu yeyote aliyeko katika dunia, mama yake ndiye anayejua thamani yake kwanza. Amen. Kabla ya wengine. Amen. Amen. Yule aliyemzaa anajua thamani yake, kwa maana yeye ndiye aliyeenda leba. Bwana tusaidie sana. Amen. Ndio maana hapa kanisani hapa ninyi ni watoto wangu. Haleluya. Amen. Mimi ambaye ninajua nimekuzaeje, alafu akatokea mtu akakuvuruga, I say kwa nyumbani yako karibu. Bwana asifiwe sana. Amen. Yaani huko nyumbani kwa nini? Hakukaliki. Sisi watumishi tuko hivi. Kama mke wako hajafanikiwa kuzaliwa na wewe, akajua wewe ndiye baba yake. Amen. Amen. Na ukamzaa kama mtoto wa kiroho. Amen. I say, ikitokea mshirika ambaye umemzaa kiroho akavurugwa, alafu mke wako hayuko tayari kuona anasaidika, anaona bora aende, unajua pointi inafuata ndoa inavunjika. Kweli kabisa. Si unanielewa? Amen. Ndoa inavunjika. Ndio kitu cha kushangaza kwamba hata mama yeyote yuko tayari kuachana na mume wake, lakini hayuko tayari kuachana na watoto wake. Amen. Kina mama oye. Kina mama oye. Ni habari inayosema ni ukweli? Amen. Jamani, ni ukweli? Amen. Sitaongea ukweli, ni ukweli? Amina. Bora aachane na baba, lakini sio aachane na watoto wake. Ni mpaka na yeye afikie hatua yule baba azaliwe na huyo mwanamke. Asipozaliwa na huyo mwanamke, basi ni rahisi sana yule baba kuachwa, alafu watoto wakaambatana na mama. Amen. Kuna mtu ananielewa? Amen. Haleluya. Kina baba, haleluya. Amen. Na yule baba usipozaliwa sasa, ndio utasikia kila siku yani mwanamke anajali watoto wake zaidi kuliko mimi. Lakini ukifanikiwa kuzaliwa na yeye, mama anaweza kaa tofauti. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. So Mungu kwenye kitabu cha Mithali 10:1 asema eti mwana mpumbavu ni mzigo kwa nani? Kwa mama. Kwa tabu zote zitakuwa kwa nani? Okay. Ndio maana inafika hatua Mungu anakuja kutuambia kilio cha mwanamke inabidi kifike mahali kisimame kwa ajili ya kutetea watoto. Anasema ilisikika sauti kutoka Rama. Rama ndio kuna eneo linaitwa Shilo. Shilo ni kituo cha maombi. Shilo ni kituo cha maombi. Shilo ndiko lilipako kanisa. Ndio mahali ambapo unaona watu wengi waliitwa watumishi walizaliwa pale, na hekalu la Mungu lilijengwa Rama. Haleluya. Amen. Ni kitovu cha kinabii. Wewe kwenda Israeli eti usiende Rama. Haitafaa. Tafuta wapi ipo Rama. Pale Rama ndipo palikuwa na kaburi la Raheli. Amen. Maana maeneo yale ndipo Raheli, ndipo Yakobo alikuwa anaishi. Amen. Na kama Yakobo aliishi hapo, bila shaka na Isaka aliishi maeneo hayo. Amen. Na kama waliishi maeneo hayo,
bila shaka huko ndiko kulikuwa na madhabahu ya Mungu. Amen. Na Mungu anasema Yakobo alioa mwanamke mmoja. Isaka alioa mwanamke mmoja, na yule mwanamke anaitwa Raheli. Okay, twende sasa vizuri. Raheli ndiye mama wa Israeli. Oh yes. Na Isaka ndiye baba wa Israeli. Amen. Hajasema alisikia sauti ya Isaka. Anasema Mungu alisikia sauti ya Raheli. Amen. Raheli alizaa watoto wawili tu. Amen. Esau na Yakobo. Amen. Alafu sauti ilisikiwa kutoka Rama. Yes. Alafu Rama, Biblia inatuambia huyu Raheli alikaa kwa kuchelewa sana. Yes. Akalia, akaomba. Amen. Kiwango cha kukaribia kukosana na baba yake wa kiroho Isaka. Yes. Akapata watoto wawili. Amen. Baada ya hapo Raheli alikuwa amezeeka akafa. Eti kitu cha kushangaza, miaka mingi zaidi ya 1000 kadhaa baadaye, Nabii Yeremia, yes, anaanza kusimama, anasema sauti ilisikiwa kutoka Rama. Yes. Ambayo kuna mwanamke mmoja anawalilia watoto wake wa kiume. Yes. Bwana atusaidie. Amen. Amen. Sio Isaka, ni Raheli anasikika akilia. Hoja ya msingi inasema hakuna mahali popote kwenye Biblia palipoandikwa ndipo Raheli akafunga na kuomba, ndipo Raheli alikuwa akiomba, ndipo Raheli akaanza kulia, Raheli alijifungia mahali. Hakuna mahali palipoandikwa. Lakini Biblia inakuja kwa sauti ya nabii. Anasema alisikika akilia. Yes. Tena akiwalilia wanae. Yes. Nini? Watoto wake wa kiume, maana mauti imepanda madirishani. Wale watoto wanauawa, na wanapouawa nani atakayewaokoa? Siku nilikuwa nimekaa nikiomba, akasema mtazame vizuri mwanamke. Nikagundua katika kumtafakari mwanamke silaha yake kubwa ya kwanza ni nini? Machozi. Na Mungu akalisemesha kitu, siombe mwanamke akawa anakutolea machozi. Siombe mwanamke akawa anafanya nini? Sasa mimi nikapata shida sana, kwa sababu kati ya viumbe ambao kwa kutoa machozi ni rahisi zaidi duniani ni wanawake. Mungu sasa ukisema hivi, mwanamke awe mkubwa awe mdogo, yani machozi kwake jambo la kawaida tu, yani analia tu. Dakika yoyote, yani sekunde tu yoyote akijisikia saa hii Bwana wamenikwaza, nalia, aisha tu. Sasa itakuwa ajabu sana. Yaani asilie sasa itakuwa. Atamaliza kuimwa. Kuna wanawake hawawezi kumaliza hata miezi 3 hajaangalia machozi. Hajisikii vizuri asiponi mwaka machozi. Kina mama, haleluya. Unajua inabidi wakati mwingine toke kadala kidogo, tulizane kidogo. Kwani kuna tatizo gani? Yaani unajisikiaje usipolia? Haleluya. Maana kuna wanawake hawezi kumaliza miezi 3 mpaka angalau mwanaume machozi yatoke kidogo. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Lakini nataka nifundisha kwa kitu ndani kwamba sio kila machozi. Kuna aina ya machozi ambayo yakimwagika yanaigusa mbingu. Haihitaji hata kusema Mungu naomba.
Kaenda. Kwa mfano, Hana alikuwa analia mara nyingi wakati mwenzake Penina anamtesa. Lakini kilio kilichosikiwa ni kile alipokuwa mbele za baba akidai na yeye haki ya kuitwa mama. Baba alilia mpaka ikafika level ambayo hata mchungaji wake alikuwa hawezi kumwelewa. Amelia, amefikia hatua ambayo uchungu wake umepea. Sasa kuongea haiwezekani tena, kwa sababu maumivu yamekuwa ni makubwa kwa kiwango sichoweza kuelezea. Amina. Hiki ndio kinaitwa kilio ambacho hawezi kuongea wala kueleza. Ni kilio cha ndani ambacho kinahusisha uungu, uasili, uumbaji, kwamba kuna uumbaji fulani umeingiliwa sasa. Na kwa sababu aina hii ya uumbaji umeingiliwa, yule aliyeumba hawezi kutulia. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna saa mama anaweza kukwambia ili mtoto alifikiri chape, ukalichapa. Na akakwambia sorry hapo. Umechapwa sasa. Chapa. Mtoto huyo akuto kuna mtu amenyanyua shoka. Kilio chake yule mwanamke hakimi machozi kinatokea ndani. Yes. Neno moja analoweza kalitamka la uchungu unaotokea ndani unaweza kumfanya mwanaume pausa, mwanaume jasiri, mwanaume mwenye uwezo, akabadilisha maamuzi, akabadilisha misimamo. Ghadhabu ilikuwa imepanda pasipo stahili, mauti ilikuwa imepanda ili imalize, ghafla ikabadilisha. Utagundua ndani ya sauti yake iko nguvu inaweza kubadilisha mfumo ambao umeingiliwa wa uumbaji. Amen. Nisikilize. Wakati Israeli wakiwa katika nchi ya Misri, kilisikika kilio tena. Raheli analia kwa mara nyingine tena. Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu ambaye kuzaliwa kwake, kuishi kwake ni uungu umekuja kati yetu. Amen. Kuna mtu ametokea na kuna kizazi kinatengenezwa ambacho kikiharibiwa, sisi maisha yetu wote yameharibika. Amen. Nataka nielewe vizuri. Amen. Kuna mtu ambaye akifariki hafariki peke yake. Kuna mtu akiharibika haharibiki peke yake. Amen. Unanielewa? Amen. Kuna mtu akiumia haumii peke yake. Amen. Anakuwa ameumiza, ameharibu, ameua wengi. Amen. Ukimtenda yeye mabaya, haujamtenda yeye, umetutenda sisi. Amen. Kibaya kuliko vyote, watu wa ulimwengu wa roho ndio wanaoelewa nani akitendwa tutakuwa tumewatenda. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana kilio hiki kilitokea maeneo mawili na zaidi, lakini na nukuu maeneo mangapi? Maana kwenye Biblia anataja na kilio kingine kilisikika Sayuni, na Sayuni ni mji wa Daudi. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa anasema kilio hiki kinasikika wakati kuna mtu anaitwa Musa anazaliwa, alafu amri imetoka
kwa Farao, inasema Musa ama watoto wa umri wa Musa wafanye nini? Wauawe. Akifa Musa aliyeandaliwa kwa ajili ya ukombozi wa Israeli. Kwa mfano, tuna safari ya Misri, tuna safari ya Kanaani. Ukombozi wa Kanaani upo tena, wa Waisraeli upo, msaada wa Israeli upo tena. Njia ya kutoka mautini, njia ya kutoka huko kwenye mateso kule Misri haipo, maana kuna mtu anaitwa njia katokea. Alafu kuna watu wamemuua, kwa hiyo njia imeharibiwa. Okay, nataka unielewe vizuri mtu wa Mungu. Hoja inakuja eneo dogo sana ambalo kwenye Mathayo 2:2 inatupa majibu. Amen. Inatupa nini? Majibu. Mathayo 2:2 anasema ndipo sasa wale mamajusi walikuwa katika mambo yao, wakaona nyota inaangaza hawakusema tumeona Yesu anazaliwa. Wao waliona nyota, wanadili na nyota. Hawadili na sura, rangi na mazingira na maumbile ya mtu. Hatujui habari ya wewe umezaliwa una macho. Amina. Kama umezaliwa wewe na miguu yote au hauna. Kama wewe umezaliwa ukiwa ni mrefu au mfupi. Unaongea au uongei. Ni wa pro wa njano. Kwamba wewe unaonekana msomi sana au sio msomi sana. Your education matters nothing to us. Kinachomata kwetu sisi ni nyota. Ndio tunaitazama juu. Yenyewe inakuwa na thamani bila kujali umri wako. Amina. Amen. Yaani thamani yako inamata bila kujali umri wako. Amina. Ama utendaji unaonekana kwa sasa. Amen. Hiyo haijali. Amina. Wao wanaangalia nyota juu. Alafu wanaiona ile nyota, wanasema amezaliwa mfalme wa Wayahudi. Huyu ni mfalme. Huyu aliyezaliwa ni mfalme. Huyu aliyezaliwa ni mfalme. Wanasemaje? Na tuungane kwa nia moja. Tumtafute popote alipo. Sasa tumalize. Maana huyu akiendelea kuishi atatutawala. Atatupindua. Ataleta mafanikio. Ataleta msaada. Ataleta majibu. Atawatoa watu tuliowashikilia utumwani. Amina. Ndio maana inabidi kutokea mwanamke ambaye atakuwa na macho kama ya Raheli. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Raheli anaishi angali amekufa. Basi macho yake yamefunguka, yameona kizazi cha 20. Amen. Si ndio? Amen. Anasema Raheli alimzaa Yakobo. Yes. Amen. Lakini Yakobo akazaa 12. Wale 12 wakawa wazee. Wakaishi miaka 400 wako utumwani. Katika miaka ile ya 400 ndipo wanazaliwa kina Musa. So unaweza ukaimagine kwamba ni miaka kama 500 baadaye. Kama sio kuelekea miaka 600. Ndio akina Musa wanauawa. Sauti yake, kilio chake, maumivu yake, uchungu wake unaanza kusikika mbinguni na unajibiwa. Kuna mtu ananielewa? Mungu anajibu kilio, anajibu maombi ya miaka 600 iliyopita. Anajibu leo. Miaka 600 imepita. Anakuja kujibu baada ya miaka 600. Amen. Amen. Wanakaa inapita zaidi ya miaka 5,000. Anakuja tena Farao kwa sura nyingine. Mara hii anaitwa Herode. Anainuka, anataka tena kufanya kazi ile ile ya Musa. Maana yuko tena mwingine wa kuwatoa watu Misri na kuwapeleka Kanaani.
kuchinja watoto. Sauti inasikika tena. Amen. Sauti inasikika tena. Amen. Mwanamke yuko hapa ananisikia? Nauliza, kuna mwanamke yuko hapa ananisikia? Niko hapa. Kuna mwanamke yuko hapa ananisikia? Niko hapa. Sauti yako ina nguvu kiasi gani isafiri kizazi cha kwako, kizazi kinachofuata, vizazi 300, miaka 500 ijayo, bado itokee. Sauti yako ina nguvu. Amina. Okay, niliwapa mfano wa Gwajima, namtaja sana kwa sababu alijisema mwenyewe. Amina. Baba Gwajima, wewe umeokoka lini? Anasema mimi ndio wa kwanza kwenye familia yetu. Na mchungaji, mimi ndio wa kwanza kwenye familia yetu. Alafu Kolenda anamwambia, yani ingelikuwa kule kwetu usingepewa cheo chochote kanisani. Kwa nini? Kwa sababu wewe bado upo karibu sana na mashetani. Na dakika yoyote unachelewi kurudi na kukamatwa na kurudi tena kwa mashetani ya kwenu dakika yoyote. Kwa nini wewe wa kwanza? Jirani yako wa karibu hapa ni mzimu. Alafu anamwambia hivi, sisi mtu aliyekuwa mchungaji wa kwanza kwenye ukoo wetu mwaka 1700. Unaweza kuona? Okay. Kwa hiyo twende sasa kwenye pointi ya Raheli na kizazi chake. Miaka 1700, miaka inapita 1800, 1900, 2000 na sasa 20 na ngapi? Kwa hiyo miaka imepita 400 au 500. Maombi ya yule mtu aliyekuwa hapo miaka 700 akikomboa na kutengeneza kizazi chake yanasikiwa wakati huu miaka 400 ijayo. Yeye alichukua tu sadaka, yeye alienda tu mlimani, yeye alienda tu kanisani, akasema mimi na uzao wangu, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Bwana, naomba usiruhusu haya kwenye nyumba yangu. Damu yangu isibebe haya mabaya, bali kila mzao wangu akutumikie wewe. Wenda aliomba akiwa na uchungu wa kupita kiasi, akazaa taifa, akazaa makuhani, akazaa watu ambao walitokea katika maombi yake. Akawaona kwamba Mungu, ndani yangu ninaenda kuzaa, na mzao huyo anaitwa kuhani, na mzao huyo anaitwa mtume, na mzao huyo anaitwa nabii. Ndani yangu natengeneza kizazi. Akakizaa kwa maombi yake, kwa sababu alikuwa na uchungu wa kutaka asiwepo naye na jana. Maombi yake yalisikiwa, na baada ya kwa maombi yamesikiwa kipindi kile, Daniel Kolenda akiwa na miaka 22, kijana mdogo, anapewa huduma kubwa duniani kote. Ina kila kitu. Sio maombi ya Kolenda yanayojibiwa, hapana. Ni maombi ya baba mwaka 1700. Amen. Na mtu ananielewa? Amen. Amina, amina. Baba miaka 1700, yule ndio ambaye aliomba wapatikane watu watakaoweza kuzunguka dunia nzima. Ana mimi miguu yangu sasa haiwezi tena, na uzee umenifikia, siwezi kukimbizana na dunia. Hapo hakuna ndege na wala sina pesa, lakini Mungu kanipa neema, nikaweza safiri nigeuze hii dunia. Yesu nisaidie. Yesu anasema nakusaidia. Utakapokuwa mwili wako umechoka hauwezi, roho yako itakuwa bado inaishi. Amen. Anaifanya hiyo roho yako ije duniani. Mara hii haiti tena mama agape, mara hii inashangaa inaitwa neema. Lakini ni yale maombi yako ulikuwa unaomba, ila mara hii inaitwa neema. Mara hii sio Elia tena, mara hii ni Yohana. Maana ile ya kwanza iliitwa Elia. Wale majina ni ya mwili, asikuogopeshe. Haya majina tunayo kwa ajili yetu sisi, ila kwa ajili ya Mungu tunajia na lile kilio cha mwanadamu. Amina. Ndio maana anatokea wakati nabii Musa anahitaji kuwafikisha nchi ya Kanaani wa Israeli, anaishia njiani, anawaambia tazama ndugu zangu,
kutawatokea nabii. Mungu atawainulia nabii kati yenu, msikilizeni yeye. Amen. Atawainulieni nabii. Amina. Kati ya ndugu zenu, msikilizeni yeye. Amina. Anatabiri habari za Yesu. Maana yake nilipoishia mimi, yuko Yesu Mnazareti. Yeye atainuka, atakamilisha kazi yangu, mtaingia Kanaani yenu. Kuna mtu ananielewa? Amina. Anatabiri yeye kwa sababu ni kilio chake. Anatokea Yesu anazaliwa, ni kilio chake. Yesu atokee kuzaliwa. Amen. Wanatokea kina Ana binti Fanueli. Amina. Kina Ana binti Fanueli. Amen. Wao wanasimama mahali palipobomoka. Wanasema tumeyaona mashetani. Hata ingawa Yesu hajazaliwa tukajua. Amen. Lakini tumeyaona mashetani. Amina. Ni kama vile Ibilisi anavyosema kwenye kitabu cha Ufunuo. Amekaa mbele ya mwanamke anayejifungua. Ili akiona amefunguliwa, amejifungua mtoto, ammeze yule mtoto. Ndicho ambacho tunakitazamia leo. Rakosha tila rusa. Oh my God. I wish moyo wako uelewe baadaye kuliko ninavyosema sasa. Yaani uelewe ninakoenda kuliko ninachokisema. Amina. Maana naamini ninakoenda kuna maana iliyo bora zaidi, na muda wangu wenda usinifikishe ninakoenda. Ila Mungu akupe wewe kuona mbali zaidi ya ninavyosema. Amen. Maana unaona huyu anayeenda kuzaliwa, mimi na wewe mwili wetu haujui. Haujui. Amen. Ulipokuwa unaenda hospitali na mimba, ulikuwa unajua ni nani? Nothing. Haujui chochote. Niliwaambia juu nikasema, kama mama yake Samia Suluhu angalijua kwamba amebeba mimba ya Mheshimiwa Rais, ninaamini kule hospitali zingeongozana defender na cruiser za kusema pisheni na maskari na namna zote, ili kusudi yeye apimwe kwanza kliniki. Lakini hili ni fumbo. Nani anayejua nimebeba mimba ya binti? Nani anayejua nimebeba mimba ya rais? Nani anayejua nimebeba mimba ya mtu ambaye ni TB Joshua? Nani anajua? Kwani nani anajua kwamba nina mimba ya mtumishi? Nani anajua kwamba nina mimba ya mtu mkubwa? Nani anajua kwamba nina mimba ya mtu wa kutisha, atakayebadilisha taifa, atakayebadilisha jamii? Hayupo. Na ndio maana hakuna anayeweza kumlinda, maana alipomzaa hakuwa anajua anamzaa nani. Hakuelewi ni nani. Anatafuta Ana. Anatafuta Ana binti Fanueli. Anatafuta Hana wa kumzaa. Ana yule aliyemzaa nabii. Anatokea kwa jina lingine anaitwa Ana. Anatakiwa mzae Yesu. Lakini anazaaje? Hakuna jinsi, maana sio yeye aliyekusudiwa abebe mimba ya mwili. Yeye anabeba mimba ya rohoni ili aweze kumzaa anaitwa Yesu. Ili Yesu afike level ambayo akitokea kwenye hii dunia watu waseme, hapo mwanzo kulikuwa na neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na ile neno alibeba mwili akaja kwetu, na ndiye nuru, na ndani ya ile nuru kulikuwa uzima wa watu. Watu waone mpaka kitu kikaonekane kwa macho, kikawa halisi chenye faida, sio leo, sio kesho. Mwanamke yoyote anajua ndani yake mbegu inapoingia haitoi taarifa. Inakaa ndani yake na inadumu miezi 9. Alafu ikisha tokea bado inakuwa haijaonesha matunda ya aina yoyote. Inakaa tena, inaishi mwaka mzima, bado iko naye mgongoni. Ni sawa tu na mimba ile. Ya sasa hivi mimba hiyo aliko kwa nje. Anabeba tena wala achoki. Angalia kama mama huyu hajachoka, yuko mtoto atapiga hivi, atapiga bila tofali, lakini yuko naye. Wewe ni mama analinda. Hakuna mwingine anayeweza kuzaa tupa. Ni mwanamke pekee yake aliyepewa neema ya kuzaa na kutunza. Kuna mtu ananielewa? Amen. Kuna mtu ananipata vizuri? Amen. Nataka ugundue kwa kumbe unaposikia kilio cha mwanamke, ndiye mtu pekee anayejua thamani ya mtoto aliyemzaa. Amina. Anayejua thamani, hata ingawa anaweza akajua kwa uchache sana, lakini katika uchache ulioko na kujulisha leo thamani ya huyo aliyemzaa, wenda katika mwili ama katika roho, ama yule anayetamani kumzaa katika roho, ni mtu wa thamani katika maisha yako. Usisubiri shukrani leo
subiri shukrani ya mbinguni. Amina. Mungu hajasema tazama wale utakaozaa katika roho na katika mwili watakuvalisha taji. Anasema yeye atakuvalisha taji. Utajiri wako na heshima yako iko kwake yeye, lakini wewe unafanya kazi ya kuzaa. Amen. Amina, amina, amina. Naelewa vizuri. Amen. Ndio maana katikati ya dunia hii tulio nayo leo, kuna watu wamemezwa na tumbo la nchi. Ngoja nikuongeze hoja. Amina. Kabla sijaenda mbali. Amen. Iko hivyo. Popote ambapo palihitajika mwanamke, palihitajika mwanamke kuongolea, kwa sababu sio tu ya matukio, ila kuna watu ambao ni wasimamizi wa matukio. Alikuweko Farao, alikuwako Herode. Kuna mtu ananielewa? Amen. Anasema hivi, sasa Musa, rudi tena Misri, maana Herode aliyekuwa anataka shida na wewe amekufa. Rudi tena Israeli, maana Herode aliyekuwa anaanzisha vita na wewe amekufa. Kwa hiyo kuna akina Herode, kuna akina Farao ambao wamesimama mbele ya watoto wetu ili wawafanye si kitu. Kumbuka, hafanyi si kitu katika mwili. Nje tunaweza kuiona ubinti amekuwa kahaba, ni matokeo ya jambo lililofanyika muda mrefu zaidi. Kuna yule aliyesimama akasema, ninataka kutengeneza mabinti 50 wa kahaba Sadara peke yake. Nataka kutafuta watu ambao katika mji wa Sadara kazi yao itakuwa ni bangi. Nataka watu 50 wakuta bangi Sadara. Naomba nitafutie ewe mchawi, nitafutie ewe nani, nitafutie vijana wenye kulewa 50. Anaweka makundi, nitafutie watu wanaotamani utajiri ili waue baba zao, waue mama zao. Nitafutie 10 tu. Nitafutie watu ambao katika hii jamii wao kazi yao ni kujifanya watu mashoga. Nani wana? Yeye amekaa mahali kama hivi, anatengeneza kizazi cha kwake. Kuna mtu ananielewa? Amen. Kuna mtu ananielewa? Amina. Anapofanya hivi, akisema nitafutieni, anataka kufanya hivi. Kazi ya Ibilisi anaitwa moderator. Nikisema moderator mnafahamu? Moderator amwendelezaji. Unanielewa? Anatafuta watu wenye nyota ili aiendeleze ile nyota upande mwingine. Amina. Amen. Aiendeleze ile nyota upande mwingine. Ndio maana kaangalia watoto wengi wenye changamoto nyingi na kubwa ni watu wenye nyota njema. Amen. Amina. Hallelujah. Amen. Asipopatikana Ana binti Fanueli wa kumzaa tena yule ambaye ni nyota, lakini nyota imeonwa na Herode, itawezekana. Amina. Ataangamia. Wala hatutajua, maana si macho yetu hayajui kama hii ni nyota. Sisi tunachokijua anaitwa fulani tu. Unaona yule mlevi, yule mwizi, yule kibaka, ndio majina yompa ili ushushe thamani yake, lakini kumbe yeye hana hiyo thamani unayompa. Kwenye mbingu ana thamani kubwa. Yeye ni Mwokozi. Yeye ni mtu mkubwa. Yeye ni mtu wa thamani. Mbingu zinamwangalia. Alafu watu wanamwangalia, anasema yule anakula jalalani, yule anaokota makopo, yule anayefanya kitu fulani. Ndio maneno yao. Naona wazi anatafuta mtu. Ile inaitwa lugha. Ile inaitwa nini? Lugha. Biblia inaniambia Mungu kabla hajasikia maombi yako anaisikia dhambi. Anasema nimeshuka nipate kusikia kilio cha Sodoma na Gomora. Kama ilivyo ndivyo ilivyonifikia. Apate kuhukumu.
Unajiuliza, sasa uliposhuka si ungewaokoa? Dhambi yao imenipigia kelele kule juu, inalia, inasema tuokoe. Dhambi yao inasema tuokoe, sisi tunaangamia, tusaidie, sisi tunaangamia. Yaani mama, ukiona kijana, ukiona binti anapita hapo, anatembea usimfanye kuwa ni mlevi huyo. Hiyo ni sauti ya Mungu ambayo inalia ndani yako. Mungu anataka usikie kwamba yeye Mungu anasema, naomba nisaidie hapa nilipo, nisiwezi, nimechoka, nimetekwa mwenzio, siwezi, nisaidie. Hiyo ndio kilio kinatakiwa kutokea. Hajapenda, yeye ni mateka. Kwenye kile kitabu cha Isaya 44:22 ama 42:22 anasema watu hao wametekwa, wamefichwa katika mashimo, katika magereza, wala hapana anayeweza kusema rudisha. Maana nini? Mungu angetamani kuwasaidia, lakini hawezi kuwasaidia kwa sababu yeye hana mwili. Mwenye kuwasaidia ni mwenye mwili mwenzie, ambaye anataka asikie, aone machozi ya mwenye mwili, kama ameona thamani ya nyota iliyotekwa. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ile nyota Sitaiacha. Amen. Amen. Kuna nyota huruhusi kuiacha. Amina. Huruhusi kuiacha. Amen. Huruhusi kuiacha. Amina. Sikubali kaenda. Amen. Sikubali kapotee. Amina. Sikubali kaangamie. Amina. Sikubali shetani akaifaidi. Amina. Sisi hatutakubali. Amen. Ziko nyota nyingi sadaka. Ziko nyota za biashara. Amen. Ziko nyota za ndoa bora. Amina. Ziko nyota za kitume. Amina. Ziko nyota za kinabii. Amen. Ziko nyota za kitumishi. Amina. Ziko nyota za kisiasa. Amen. Ziko nyota za watu ndani ya mji wetu. Amina. Hatutakubali zikapotea. Maana tukizitazama leo, tunaziangalia, tunaona ni wavuta bangi. Tukiwaangalia leo, tunaona ni malaya na makahaba. Tunaona ni kama watu wenye kuhangaika, watu wasioheshimu kazi, watu wasiothamini maisha yao, watu wasiojijali, watu wasioona umuhimu wa maisha kwao. Lakini sio kweli. Hakuna mtu yeyote ambaye hatamani maisha yake. Amen. Amen. Na mtu ananielewa? Amen. Kaangalie leo kwenye familia, anayelia ni mama. Anayelia ni mama. Amina. Huyo mama ikifika sana, binti zake wakifika miaka 24, anaanza kumuuliza, kwani hakuna naye? Mbona kama Amen. Bwana sifiwe. Mbona kama si sawa? Wewe hujafikisha. Eti walipofika au kusema hivyo. Mbona kama si ndio? Mbona kama binti yangu, mbona kama sikuelewi koje, vipi, mambo yanaendaje? Kwani nini mama? Hamna shida. Hawezi kumnyokea. Akifikisha 25, 26, 27 anaanza kuuliza maswali. Wewe kuna watu wengine unasikia mama anaanza kupita. Watu wengine wanaingia na kutoka tu ndani. Wameshakuwa mama wote, tukusha hii nyumba sasa tuna wamama wawili. Yaani hii nyumba tuna wamama wawili. Unaona, anaingia anatoka, anaingia anatoka. Hii nyumba tuna wamama wawili. Ukishaona hivyo ndio anakwambia hivi, wewe, mbona uondoki, nenda kwako. Muda kukaa kwetu umeisha. Lakini si hivyo tu, anamaanisha moyo wake umeanza kulia. Mungu, kwa nini mtoto? Mimi si mchungaji, napokea malalamiko, yaani watoto wangu hawaolewi. Kwani wakikaa nyumbani si wanakusaidia kupika na kuchota maji na kufua? Nataka kuolewa na mimi, nataka wajukumu. Mzigo kwa mama. Haleluya. Mabinti, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka ugundue tu kitu kwamba mzigo mkubwa unaanza kutokea. Unaanza kuona na binti naye mazingira yake ameanza kuyaweka ya ajabu.
Anaanza kuona kama vile hali imeshakuwa sio shwari sasa. Hii hali sio shwari. Mbona kama yani nimeenda sokoni nimerudi hakuna hata nani nisemeshe. Labda nibadilishe nguo. Anabadilisha nguo hamna kitu. Ngoja nikanunue ile kipodozi. Anapiga na kipodozi hamna kitu. Ngoja nisafiri kidogo niende da kidogo. Ili kanisa bwana unajua tuko wachache sana. Kwa hiyo ngoja niende. Baba na huduma na nini? Wapi? Anaenda na huduma. Kuna nini? Kuna kitu anakitafuta tayari. Ni kilio kimeanza. Amen. Si unanielewa? Amen. Moyo wa huyo mwanamke umeanza kusikia uchungu. Watoto wangu. Lakini baba hata ajui anaingia zake anarudi. Kwani mbona unafanya nini? Angetamani kumsaidia kukatia majani kwenye nyumbani zile mbuzi. Lakini hoja ya mama inabaki kuwa ni machozi kwa Mungu. Nani anayeweza kusimama akalia? Nimegundua jambo. Kuna watu wanaohusika na mateso ya kitabia ya watoto wetu, mateso ya kitabia ya baba zetu, mateso ya kitabia ya familia zetu. Nani anayeweza kusimama palipobomoka ili afike hatua aseme haya mateso kwenye familia yetu inafika mwisho, sitaki tena haya mambo yaendelee? Anatafuta mtu anayeweza. Amen. Uko wapi? Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Kuna mtu ananielewa? Amen. Haleluya. Amina. Natamani nielewe hoja yangu sasa kwamba Mungu amefikia hatua ambayo leo amekuja kwetu. Anatupa hoja mbili kwamba ukimwangalia mtoto anakuwa wahovyo, kijiji kinalia kwa ajili yake. Usifikiri ni yeye ametaka. No, kuna namna watu wametumiwa kumfanya awe asiyefaa. Amina. Kuna namna Ibilisi ambaye ameingia ndani ya mtu amemfanya na huyo asiwe mume, asiwe mke, asiwe binti mwenye kufaa hata kwa familia. Amen. Amepoteza bila kila kitu. Amina. Yule ambaye alikuwa ni nyota angavu, ghafla amekosa kitu. Amina. Nyota imezima. Amen. Tulipompeleka shule tuliamini atatusaidia wazazi wake, lakini amefika shule ameokotwa na watu wengine, amekuwa mbeba mimba, amepelekwa mahali anageuza, amekuwa mtu mwingine. Mbona umekuwa mvuta bangi? Mbona umekuwa mtu wa hovyo? Kwa sababu kuna watu walikutana naye wakabadilisha maisha yake. Ni mtu mmoja anayeweza kusimama aliye na Mungu Amen. Siko tayari. Amina. Siko tayari. Amen. Huyo mtu atakayesimama aseme siko tayari. Ndiye Mungu ambaye leo yuko tayari kumsikia akisema sadaka yote atakayoiya nitampa. Amen. Angalia, Mungu atakupa. Amen. Na Mungu atakusikia. Amina. Hapa akikusikia atakujibu. Maana maombi yako sharti yasikiwe. Amen. Kwa kuwa Mungu yuko tayari kusikia. Amina. Mungu yuko tayari kusikia. Amina. Mungu yuko tayari kusikia. Tumechoka kukaa nyumbani mwetu. Amina. Na makahaba. Tumechoka kuishi na watu ambao ni mashoga kila siku. Amen. Unajiuliza nimezani nimzalie Ibilisi. Nimezalia majini. Nimezani nimejaliwa na shetani. Wewe unaishi katika hisi yako na viumbe wengine ambao ni mimi nimemzaa hao. Unajiuliza maswali. Kwa sababu wao ni mateka kabisa. Amen. Leo giza liwaachie. Amina. Na mbingu ziruhusu wokovu. Amen. Na sadaka yetu sharti iokolewe. Amen. Sadaka yetu sharti ufunguliwe. Amina. Sadaka yetu sharti ibadilike. Amina. Na watu wetu lazima wabadilike. Maana Mungu ametufanya sisi tusikiwe. Amina. Na kwa sauti zetu mbingu itasikia, nchi itasikia, watu watasikia, na mabadiliko yatatokea. Sina shaka na aliyeniagiza, sina shaka na aliyenituma, sina shaka na aliyenisemesha, na lolote aliyoniambia najua litatokea. Siku inakuja hapa, kama tunavyoendelea kusikia shuhuda za wengi. Tumesikia shuhuda za watu walikuwa walevi kupita kiasi, wengine walikuwa ni vibaka walioharibika,
Tumewasikia leo kwa makahaba. Tumewasikia aliyosema sisi hatuna watoto, lakini leo wamepata watoto. Wale waliosema sisi ni walevi wamekuwa leo wahubiri wa Injili. Tuliwasikia waliosema tumepoteza dira kabisa. Watu ambao walisema mimi hata kaa kwenye ndoa sitaki tena, lakini leo wanaingia kwenye ndoa. Yuko Mungu anayebadilisha, na huu ndio wakati ambao ameuchilia mji wetu wa Sadara, amejilia nchi yetu. Anatafuta Mungu watu anaweza simama mahali waseme hatuko tayari, hatuko tayari, hatuko tayari. Ibilisi achilia, ewe mzimu achilia, ewe ukoo achilia, enyi miungu ya nchi achilia, enyi waganga achilia, enyi maroho achilia. Maroho ya nchi tapika watu wetu, tapika watoto wetu, tapika binti zetu, tapika vijana wetu. Mungu anatafuta watu. Kuna mtu yuko tayari? Amen. Kuna mtu yuko tayari? Amen. Inua mkono wako, sema mimi niko tayari. Sema mimi niko tayari. Sema yeye Bwana Yesu, na nimekuja kwako. Nimekuja kwako. Ninaomba rehema kwa ajili yangu. Ninaomba rehema kwa ajili ya watu wangu. Ninaomba rehema kwa ajili ya mama yangu, kwa ajili ya baba yangu, binti yangu, kijana wangu, watu wangu. Bwana, naomba rehema, naomba rehema, naomba rehema. Bwana rehema, hawa mabinti, hawa vijana, hawa watoto. Bwana, ninaomba kwa damu ya kwako, kwa damu ya kwako. Saa hii Bwana, saa hii Bwana, nimesimama. Naomba nisikie kama kuhani mbele zako kwa ajili ya watu wangu, kwa ajili ya nyumba yangu, kwa ajili ya watu wangu. Bwana, Mungu wa rehema, Mungu wa neema, nimekuja kwako baba mwanamke unayetafuta akuvujike machozi aliye mbele zako, na mimi nimekuja. Naomba Bwana Yesu, hao waliopotea, hao vitabani, hao walevi, hao makahaba, hao wachawi, hao waganga ambao ibilisi amewageuza hao si kitu, hao si kitu, lakini mimi nimeona wao ni kitu, nimeona wao ni nyota, nimeona ni wa thamani, nimeona ni wa faida, nimeona ni wa maana kwenye maisha yetu, kwenye taifa letu, kwenye kanisa lako, katikati ya watu wako. Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, nisikie Bwana, nisikie Bwana, nisikie Yesu kwa ajili yangu, nisikie Yesu, nisikie Baba, nisikie Kristo kwa ajili yangu. Baba rehema, Baba rehema, Baba rehema, Baba rehema, Baba rehema, rehemu Bwana, maana nimesimama kwenye hicho kijiwe, maana nimesimama kwenye hiyo pombe, maana nimesimama mbele ya hiyo roho, nimesimama mbele ya hiyo madhabahu, nimesimama mbele ya huyo mganga, mbele ya huyo mchawi, mbele ya huyo kuhani, kuhani wa kichawi, kuhani wa kishetani aliyesimama amchukue binti yangu, aliyesimama amchukue kaka, amchukue baba, aliyesimama aharibu nyumba yao, aharibu mtu wao, aharibu maisha yao, aharibu nyota zao, aharibu ndoto zao, aharibu kusudi lako Baba, ninaomba jioni ya leo unisikie kwa ajili yao. Bwana, maana ile mauti imeamuliwa iwamalize, iwakatilie mbali hao mabinti, hao vijana, hao mitume, hao manabii, hao viongozi, hao makuhani, wataraji wao uliowakusudia wao mitume, wao manabii, lakini mauti imewakamata, imewavika kwenye milima ya kuzimu, imewafanya makuhani kuwa
wachawi, kuwa waganga, wale wainjilisti, nimewafanya kuwa walevi, wale waimbaji, nimewafanya kuwa makahawa. Yesu, 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 ninaomba jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, sauti yangu uisikie kama sauti ya Raheli. Na mimi Bwana ninaungana na Raheli, naomba nisikie, maana ninao watoto nisiojua ni akina nani, nisiofahamu ni akina nani, lakini Bwana ninaomba waepushe na ile dhambi, waepushe na ukahaba, waepushe na yale maroho, waokoe na yale mashetani ambayo yamesimama yawameze, yawaharibu, yawaangamize, yawateketeze. Nisikie. Endelea kuomba rapaka sasa. Yesu Kristo katika Zaburi ya kwanza tunasimama mbele zako kama kanisa lako, Bwana wa Yesu, kwa ajili ya uzao wetu wa kike na wa kiume, kwa ajili ya watoto wetu wa kike na wa kiume, tunasimama mbele zako kama kanisa kwa ajili ya jamii inayotokana na sisi. Bwana, kumbuka ya kwamba wale waliokupa walikuwa utukufu wako, walikuwa fahari yako, katika jina la Yesu tunawanunuliwa kwa damu ya Mwana Kondoo, kutoka mikono ya uharibifu, kutoka mikono ya laana, kutoka mikono ya uvukali wa dhambi, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Mwana Kondoo. Omba kwa jina la Yesu, wanunue wale ambao waliachiliwa kwa sehemu ya maisha yako, kama kaka zako, kama dada zako, kama watoto wako, kama mume wako, kama mama yako, kama mke wako, yeyote yule ambaye Bwana alimwachilia kwenye mazingira ya maisha yako, naye amekamatwa, mwambie Bwana achia, mwambie Bwana achia roho ya msaada juu ya maisha yao. Ila ulevi uliyekamata maisha yao, piga roho ya ulevi, piga roho ya ulevi, piga roho ya ulevi iliyokamata maisha yao, roho ya ulevi, roho ya ulevi, roho ya ulevi ndani ya vijana wa kiume na wa kike, roho ya ulevi ndani ya watoto wakubwa kwa wadogo. Piga hiyo roho, piga hiyo roho, piga hiyo roho kwa jina la Yesu, kwa damu ya Mwana Kondoo. Wako watu watakaoweza, wako watu watakaoweza, siku wapi sauti za watu ambao waweze kumwambia Bwana, rehemu na usamehe, achilia neema yako ya wokovu kwao katika jina la Yesu. Achilia familia, achilia uzao, achilia ndoa, achilia familia, achilia ndoa. Maandiko yanasema au tumepanda madirishani, iwe vijana, iwe vijana, au iliyopitia kwenye pombe, au iliyopitia kwenye pombe, au iliyopitia kwenye ulevi. Achilia familia, achilia uzao, achilia jamii inayotambulishwa kwa jina langu. Achilia ndugu zangu wa kike kwa kiume, achilia wazazi wangu, achilia ndugu zangu wa kike kwa kiume. Roho ya ulevi uliyekamata familia zetu, uliyeelekezwa na malango ya kuzimu, utafuta watu wanaopatikana wajashindwa na jehanamu kwa njia ya ulevi. Tunaidanganya jehanamu watu iliyowakamata, tunaidanganya jehanamu watu iliyowakamata, watu walioguswa kwenye mikono ya shetani. Tunawadudua, tunawaudua, tunaidanganya baba yangu,
Nimekuja na Bwana, nimekuja na silaha, nimekuja na vita, nimekuja na thawabu, nimekuja na upanga, nimekuja na hasira ya Bwana. Bwana, wewe ulisema nawezaje kukuacha kama Seboimu? Nawezaje kukuacha kama Adima? Efraimu mwanangu, nimekupenda, siwezi kukuacha, maana nimekupenda kwa upendo wa milele. Jehova, Yehova, yuko ile kijana, yeye anaonekana ni kahaba, yeye anaonekana ni mlevi, yeye anaonekana ni kichaa, yeye anaonekana hafai, yeye anaonekana hana maana, lakini Bwana, juu yake kuna nyota inang'ara. Yeye ni mtume anayempenda, yeye ni mwanawe anayempaka, yeye ni mhubiri, yeye ni mwinjilisti, yeye ni mwalimu, yeye ni kiongozi, yeye atakayebadilisha taifa, yeye atakayebadilisha familia, yeye atakayebadilisha jamii. Yale naomba nisikie, Yesu tusikie, Yesu tusikie, sokana majeshi ya malaika. Hey!
Sukana jeshi la malaika, jeshi la vita, kaya msalani, kuna wanyakuda kutoka kwenye mikono ya usalama, kuna wanyakuda kutoka kwenye mikono ya ushoga, kuna wanyakuda kutoka kwenye mikono ya baki, tunatangaza ukombozi wao, wale walioshinda, tunatangaza ukombozi wao, tunatangaza ukombozi wao. Sikia kilio cha kanisa lako, tulia salama na vijana wake, tulia salama na watu wake. Sikia Bwana na ukaokoe, sikia Bwana na ukaokoe, sikia Bwana na ukasamehe, sikia Bwana na ukaokoe, sikia Bwana na ukaokoe, sikia Bwana na ukaurudishe waliokamata na peka na kuzigo, sikia Bwana na uokoe.
makuhani, walinzi, kata shingo, katabaria. Baba, hasira yako iwake, hasira yako na iwake. Sila makuhani, wanaowapenda, wanaowabadilisha, wanaokuharibu, maana imeandikwa ole wake atakayemkosesha. Baba, ninaomba niamini mimi tena Bwana, niamini mimi tena Bwana. Nipe ile mlevi, nipe ile kahaba, nipe Bwana, nitamgeuza awe mtume, nitamgeuza awe mwinjilisti, nitamgeuza awe nabii. Baba niamini. Yesu naomba. Mungu ikiwa mimi sikufaa, lakini tabata mmoja kati yetu anaweza kumfuatilia moto, anaweza kumchika moto. Naomba na kuomba, naomba na kusihi Yesu, naomba na kusihi Bwana wangu, naomba na kusihi Bwana. Leo Lakini
kweli nao wanaonekana ni wazuri, ni kweli nao wanaonekana wana maana, lakini sisi tumeona thamani ya huyo mganga, sisi tumeona thamani ya huyo binti Kaaba, sisi tumeona thamani ya huyo binti, tumeona thamani ya huyo baba, tumeona thamani ya huyo mwanamke, tumeona thamani ya huyo binti ambaye anaonekana hana mume, anaonekana hana jamii. Sisi tumeona thamani yake, tumeona ndoto yake. Sisi Bwana, sisi Bwana, sisi Bwana, sisi Bwana, tuambie sisi Bwana, machozi yako yatoke, machozi yako yatoke. Wewe ulikuwa mbaya kuliko wao, ulikuwa mchepuko kuliko wao, ulikuwa kahaba kuliko wao. Bwana alikurehemu, Bwana alikusamehe. Mwambie Bwana, nimekuja kukulilia kwa ajili yao wanaovuta bangi, wanaotafuta mikopa, wanaouza pombe, wanaokunywa pombe, wanaouza bangi, wanaonunua bangi na kuzitumia. Baba samehe, okoa na kuokoa, okoa na kuokoa. Wageuze Bwana, wageuze Bwana, wageuze Bwana. Baraka sote reka panama reka panama sheke barusa apia reke shaka pela reka panama reka sapare reka panama ya
Eliende kanaya, tupatie kanisa, hawa kunapazina, tupatie kanisa, hawa kunapazina. Bwana, bidii yao haikuwa ya kuuza pesa, bidii yao haikuwa ya kuuza pombe, bidii yao haikuwa ya kuuza bangi, bidii yao haikuwa ya kuuza bia, bidii yao haikuwa hiyo. Iweka ndani yao ili wakutimikie. Okoa Bwana, okoa Bwana, okoa Bwana. Ujuzi wao, ujuzi wao, ujuzi wao. Haikuwa kutengeneza ng'ombe, haikuwa kutengeneza bila, haikuwa kuliwa ng'ombe. Ujuzi wao ulikuwa ni wema. Unasema ulikuwa msalimu wema, ulikuwa msalimu kweli. Haukutegemea, haukuwategemea. Kama wangelikuwa makahawa, wasamehe Bwana, waokoe Bwana. Samehe kisha uokoe, samehe kisha uokoe, samehe kisha uokoe. Sisi ni kanisa, sisi ni kanisa. Malango ya kuzimu hayawezi kukushinda, malango ya kuzimu hayawezi kukushinda. Tunayo leseni ya kuyashinda malango ya kuzimu. Tunayenyang'anya malango ya kuzimu, wanawake kwa wanaume, walioko kwenye uzina, walioko kwenye zina, walioko kwenye ukahaba, walioko kwenye ulevi. Tunayenyang'anya kuzimu, tunayenyang'anya kuzimu. Adiki walioko kwenye usagaji, tunayenyang'anya kuzimu. Vijana kwenye walioko kwenye ushoga, tunayenyang'anya kuzimu, tunayenyang'anya kuzimu. Vijana walioko kwenye mitaro, kwenye rangi, kwenye uzi. Sisi ni kanisa, usikiae maombi ni wewe, ujibu maombi ni wewe. Sheria Musekayama, usikiae maombi ni wewe, ujibu maombi ni wewe, usikiae maombi ni wewe, ujibu maombi ni wewe. Mwokozi wa maisha yetu, mponyaji wa maisha yetu. Nani kama wewe? Umponyaye familia, umponyaye nyumba zetu, umponyaye watu wetu, umponyaye sadaka. Nani kama wewe? Usikiaye maombi. Shakayaba. Jioni ya leo unasikia kilio chako, unasikia dua, unasikia maombi yako, unaomba mbele zako, maadili ya watoto, wanaume kwa wanawake, ninaowajua
usiowajua, wanaotokana na mimi na wasiotokana na mimi. Bwana, mimi nimejua ya kuwa umenisikia, ya kuwa umenisikia, ya kuwa umenisikia katika shangwe ya kwako. Bwana, nimetafuta kwako njia iliyonyooka, njia iliyonyooka kwa ajili yangu mimi na kwa ajili ya watoto wangu na kwa ajili ya jamii ya wanadamu wa dunia. Baba, asante maana umenipa kuwa nafasi, umenipa kuwa na nafasi ya kuwa maamuzi kwa ajili ya wengi walioshikiliwa na malango ya kuzimu. Baba, ninajua wewe unisikia, na wewe umeokoa, na wewe umesaidia, na wewe unanyakua katika jehanamu wale walioshikilia na malango ya kuzimu. Katika jina la Yesu, muda wetu umetukimbia. Mungu, asante maana umesikia katika maombi haya. Mungu amekusikia na yeye amefanya tayari. Kuna mambo yalifanyika kwa Roho. Nimeona watu wakitoka polisi, ni waume za watu wengine, ni waume zake uko hapa, lakini wamefunga, wamesema ni kuzimu. Bwana utukuzwe, Bwana utukuzwe, Bwana uinuliwe. Naona umetuamini katika sasa Mungu kwa waombaji na waombolezaji kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya jamii, kwa ajili ya watoto wakwetu na wengine tulio wazazi sisi waliozolewa wengine. Umetuamini sisi Baba, asante maana umetupa nafasi. Tumesema wewe tusikie, tunaomba na wewe tusikie, tunaomba na wewe tukubali. Barabara shekene era kabaya barabara nakakabara katika jina la Yesu Kristo wanadamu hapa katika jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema tena amen. Pigia Yesu kelele ya kinabii. Pigia Yesu kelele ya kinabii. Yeye ameokoa. Yeye ameokoa. Yeye ameokoa. Yeye ameokoa. Ulipokuwa unaomba kuna malaika waliachiliwa. Na mimi nilibahatika kuwaona. Wameachiliwa kwenye anga ya mji huu. Wameachiliwa kwenye ardhi ya mji huu. Wanafanya msako. Wataokoka watu sivyo kawaida. Wataokoka watu sivyo kawaida. Na baadaye watakuwa praise. Na baadaye watakuwa praise. Na kahaba watakuwa wahubiri. Walezi watakuwa manabii. Watakabili kwenye watu wewe. Watakimbilia Mungu. Kwa watoto wetu watakuwa kama zamani. Kusanyiko letu katika mbele za Bwana. Katika mbele za Bwana. Watoto wa kiume watakuwa kama zamani. Watakuwa wanaume halisi. Hawatakuwa mashona. Watoto wa kike watakuwa wanawake halisi. Chao Bwana. Hawatakuwa makahaba. Hawatauza miili yao. Asema Bwana wa jeshi. Sikia Yesu Adama. Watu wako wote watakuwa ni wenye haki. Watu wako wote watakuwa ni wenye haki. Kuta zako zitaimba mkono. Maneno yako yatakuwa sifa. Anaita pale juu yako. Ulezi utakuwa juu yako. Hadi ya ulezi unaifilishi. Hadi ya dhambi unaiiba. Unaiharibu. Kwa jina la Yesu. Kila mara inayomiliki watu. Inayomiliki watu. Unaiharibu. Kila grocery inayomiliki watu. Unaifilishi. Unaibomoa. Hadi watu unaukausha. Unaingia. Kaa kwa mtaa. Kaa kwa mtaa. Mlango kwa mlango. Na malaika wa Bwana yule wa kuharibu. Unaharibu kila chanzo cha ukahaba. Kila chanzo cha dhambi. Kila chanzo cha ulevi. Unakibomoa. Unakiharibu. Na Yesu wake zetu hawatatajwa miongoni mwa wakahaba. Watoto wetu hawatatajwa miongoni mwa makahaba. Vijana wetu hawatatajwa miongoni mwa walevi. Miongoni mwa wezi hawatatajwa. Kwa jina la Bwana wa majeshi. Kwa jina la Yesu. Wetu hakutakuwa na asiyemwamini Yesu. Kwenye miji yetu hakutakuwa na asiyemwamini Yesu. Lakini wanasema kwenye miji yetu hakutakuwa na amegaye
mbaya wala apige bao wala msihiri wala mnashiri wala mtazamaji akati mbaya. Tunatangaza kwa jina la Yesu. Yeyote mtazamaji akati mbaya tumepigwa. Yeyote alogai tumepigwa. Uchawi wa kukamata nafsi za watu tumepigwa. Mwenye uchawi wa kukamata watu kwenye ulevi tumepigwa. Kila dawa inayotumika kuuzia pombe tunaifanya ili expire. Na watu wote waliokuwa wanaendea nyumba za pombe tumewafukuza. Hawataziendea. Wakiziendea nyumba za pombe wataona sauti yake Bwana ikisha. Watazikimbia nyumba za pombe. Watazikimbia maduka ya pombe. Watakimbia nyumba za sigara. Watakimbia mabanda ya mikokani. Vijue vya sigara tunavivuja. Vijue vya ulevi tunavibomoa. Vijue vya bangi tunavibomoa. Jina la Yesu. Auzae na anunuaye tunamkomboa. Tumewanunua kwa damu ya Yesu. Imani ya Mungu wetu kwa sasa. Ile Yesu anakuwa sana. Kama kuna watu wanaamini huko ndani. Yes. Tayari kuna jambo limefanyika. Ndio. Ndio. Na Mungu ananiambia hivi. Ndio. Chukua sadaka ya maana. Yes. Sasa hivi. Ndio. Chukua sadaka